Karibu wapenzi watazamaji, ndugu zangu wa Kenya, ili niweze kuwachambulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Nimewamisi sana, ila nimeweza kurudi ili tuambizane ukweli. Papa hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Piga subscription. Rais Ruto alitumia majukwaa ya kanisa katika kampeni za mwaka 2022 hadi akaingia madarakani. Wahubiri kwenye makanisa walitumika sana kumpigia William Ruto kampeni, wakiwa na imani kwamba wamepata kiongozi ambaye atatetea makanisa. William Ruto kipindi cha kampeni alikashifu sana utawala wa Uhuru Kenyatta, eti kwamba walikuwa wanashirikiana na hayati Raila Odinga kushambulia makanisa. Bwana Ruto alitumia huruma wa makanisa, akapanda jukwani, yani akapanda uongozini. Tukadhani kwamba yeye sasa ndiye atakuwa mweupe kama pamba. Ila usije ukamsifu mtu, haujui ndani ya roho yake yuko na nini, anafikiria lipi au analiwaza lipi. William Ruto sasa anaonekana kwamba anaidharau ile kanisa ambayo aliweza kutumia kuingia madarakani. Mliona tukio ambalo liliweza kutendeka mnamo siku ya Jumapili katika kanisa la Witima kwenye kaunti ya Nyeri, mahala ambapo Gachagua na wafuasi wake waliweza kushambuliwa kanisani. Sasa mkuu au kipenda kiongozi mkuu wa makanisa ya Kianglikana, Jackson Ole Sapit, ukipenda Jackson na Asore Ole Sapit, ambaye ni Archbishop, ameweza kulaani vikali vitendo ambavyo viliweza kutendwa na serikali kwa kushambulia waumini kanisani. Yale mashambulizi yaliweza kufanya watoto wakapata majeraha, washirika wa kanisa wakaumizwa, magari yakaharibika na mambo mengine. Ninaomba kwa moyo mkunjufu ni kuonyeshe jinsi ambavyo watoto waliumizwa kanisani mpaka walikuwa wanalia kwenye ule mkasa wa serikali kushambulia kanisa ambalo Gachagua alikuwa anaabudu, na ili niweze kuwasomea ujumbe wa Sapit. Ujumbe wa Jackson Ole Sapit ni mrefu sana, ila naomba nikusomee kwa haraka sana. Anaandika hivi. Ameanza kwa kuandika hivi: Devotion, kipenda tafakari kwa lugha ya Kiswahili. Katika uelewa wetu wa Kiafrika, nyumba si ukuta na paa tu. Ni mahali ambapo watoto hulindwa, wazee huheshimiwa na familia hukusanyika kwa usalama. Nyumba haijengwi juu ya ukoo, chama au mamlaka. Husimama kwa sababu waliomo ndani yake wanatambua kuwa wao ni wa kila moja. Kama Wakenya tumekumbushwa mara si kwamba sisi ni taifa moja, na kwamba nyumba inapovuja watoto ndio huumia kwanza. Hapa ameweza kutumia mavumbo au kipenda mafumbo kuweza kuikashifu hii serikali kwamba nyumba si mahala ambapo mnapaswa kushambulia. Nyumba ni mahala ambapo panapaswa kupeana usalama. Na nyumbani, kanisa mwa Bwana, ni nyumba ambayo ni patakatifu, na pale
lazima upate usalama, lakini serikali haitaki kuogopa hilo. Kaendelea kusema kwamba katika Marko 3 Yesu anatuhumiwa kufanya kazi kwa roho isiyo sahihi. Ni shtaka zito, lakini jibu lake ni la utulivu. Habadilishani matusi wala kuinua sauti. Badala yake anafundisha, Yesu anatumia fursa hiyo wakumbusha wasikilizaji wake kuwa unaotawala kazi zote za Mungu. Yesu anatumia fursa hiyo kuwakumbusha wasikilizaji wake ukweli unaowatawala kazi zote za Mungu. Mungu hafanyi kazi dhidi ya nafasi yake mwenyewe. Kile kinachotoka kwa Roho wa Mungu ni chenye mpangilio, chenye mshikamano na chenye kuleta uzima. Nyumba mara chache huanguka kwa sababu ya shinikizo la nje pekee. Huanguka pale msingi wake unapoharibiwa kutoka ndani. Tunashiriki tafakari hili kwa mioyo mizito, tukiwakumbuka hasa watoto wetu walioumizwa katika mahali palipokusudiwa kuhifadhi kilichotokea jana katika kanisa la ACK Witima, mahala pa ibada. Kinatuhuzunisha sana. Watoto wa Mungu waliumia ndani ya mahala palipopaswa kuwa salama kwao. Watoto walipambana kupumua pale ambapo maombi yalipaswa kupaa kwa uhuru. Hofu iliingia katika patakatifu palipokusudiwa kwa amani. Madhabahu ya Kristo iliyotengwa kwa ibada, toba na tumaini ilivunjwa heshima yake. Kama kanisa tunalaani vitendo hivi bila kusita, na tunasimama katika huzuni na mshikamano wa wale wote waliojeruhiwa, waliotishwa na waliotikiswa. Tunawabeba hasa watoto wetu mbele ya Bwana, tukimuomba aponye yale ambayo mioyo yao midogo na miili yao ililazimika kuvumilia. Ni hapa ndipo maneno ya Yesu yanapotukubali moja kwa moja. Nyumba iliyogawanyika juu ya nafasi yake haiwezi kusimama. Kazi ya Mungu haiwezi kamwe kudumishwa kwa vurugu au hofu. Kanisa si uwanja wa mapambano ya mamlaka zinazoshindana, bali ni makao ya Roho wa Mungu. Pale vurugu zinapoingiwa katika ibada, pale vitisho, uharibifu au machafuko yanapoingilia sala, si nguvu inayoonekana na bali ni kutoelewa kwa kina njia ya Mungu. Kristo ukataa kila roho inayovunja mwili wake, kwa maana nyumba ya Mungu hujengwa kwa amani, ukweli na heshima takatifu. Sitaki niweza kusoma ujumbe huo mrefu kwenda chini, lakini nina imani kwamba umeweza kupata taswira ya yale ambayo Jackson Ole Sapit ambaye ni askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana anasema. Namba moja, amesema kwamba kanisa ni mahala ambapo panapaswa kuheshimiwa. Namba mbili, ameweza kukosoa vikali yale yote ambayo yaliweza kutendeka kanisa upande wa Wiriti, Othaya, kaunti ya Nyeri, mahala ambapo waumini waliweza kumiminiwa vitoza machozi. Wapenzi watazamaji, Jackson Ole Sapit anasema kwamba vitendo kama hivi na vilaani, na anasema kwamba vitendo kama hivi vinapaswa kusitishwa katika taifa letu la Kenya. Lakini je, maneno haya ambayo Jackson Ole Sapit anayazungumza, serikali itasikiliza? Kwa sababu Bwana Ruto amekuwa na kasumba ya kutumia makanisa. Mliona wakati uliopita wa mwaka 2022 alitumia sadaka zake kubwa nono ambazo alikuwa anaangusha kanisani na wakampenda.
Na je, sasa hivi kipindi ambapo ameweza kupoteza umaarufu, ameamua kushambulia mpaka makanisa, ameamua kurusha vitoza machozi mpaka kanisani akitafuta madaraka. Atatumia tena kanisa? Yale ambayo yanatendeka sasa hivi, mpenzi mtazamaji, ni kipi ambacho kinakudanganya au kinakuchanganya kwamba serikali hii haitaweza kutumia vyombo vya dola kuiba na kuwatesa Wakenya kipindi cha kura za mwaka 2027 kama wameanza kufanya upuzi kama huu mapema? Ni kipi ambacho kinakufanya uweza kufikiri kwamba serikali hii haiwezi ikatumia nguvu kupita kiasi kuwatesa wananchi ambao wanasema William Ruto one term? Ni maoni yangu tu, ni maoni yangu. Lakini unajua Gachagua ameweza kumwambia Bwana Ruto kwamba hawezi akasitisha yale ambayo aliweza kuyaanzisha, kwamba lazima William Ruto aende nyumbani, lazima yapaswe kuendelea. Lakini unaona Jackson Ole Sapit anasema kwamba kanisa sio mahala pa uwanja wa siasa, ni mahala patakatifu. Kwa hivyo unaona Jackson Ole Sapit ameweza kupiga marufuku siasa kanisani mwa ACK, Anglican Church of Kenya. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Mimi kibinafsi ninalaani kitendo hichi kibovu, kitendo ambacho hakina msingi, kitendo ambacho kinavunjia taifa la Kenya heshima. Mwenyezi Mungu awabariki. Ninajua kwamba serikali imeweza kutetemeka kwamba wanaenda nyumbani na wanataka kutumia kila namna ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatisha viongozi wa upinzani wasije wakaendeleza kampeni za kuhakikisha kwamba William Ruto anasonga kwenda nyumbani Sugoi kwa spidi ya juu. Mimi ni Bwana Ezra, ninaomba niweze kupata wazo lako.